Stefano, Brian Makengo, Rosie Gilbert, Anthony Stefano, Christopher Mridoko. Ukipokea cheti upitie pale uchukue kalamu. Gift Goodluck, Joshua Mwariro, Joel Elisante, Alexi Anthony, Frank Elfraha, Priska Richard, Priska Richard, Elizabeth Rashidi, Adili Michael, Kelvin Matayo, Neema Daniel, Juliana Michael, Godfrey Mbonea, Juliana Michael, Juliana Godfrey Mbonea, Scholastica Meshek, Junior Jeremy, Elvin Jackson, Spora Kiingereza, Najma Abdalla, Najma Abdalla, Kenneth Benjamin, Jairon Edson, Doris Isaya, Abigail Malogo, Gideon Frahini, Gideon Frahini, Chris Pastori, Peris Mbia, Stefano Emmanuel,
Isakari Shukrani. Isakari Shukrani. Kelvin Abel. Kelvin Abel. Neria Zebedayo. Kiondo Michael. Godson Justin. Johnson Geoffrey. Emmanuel Yahayo. Festo Frankie. Samuel Mbia. Subira Zawadi. Subira Zawadi. Loveness Tumaini. Yusuf Paulo. Max Amon. Priska Emmanuel. Dorcas Adili. Victoria Mkenga. Brian Simbano. Amoni Yahaya. Amina. Irene Erasto. Utampiga nyumbani bwana. Amina. Foibe Irigo. Foibe Irigo. Elirehema Luka. Aminiel Frahili. Precious Fadhili. Precious Fadhili. Neila Mkeni. Angelina Michelle. Frankie. Ninaomba walimu wote wa magrupu makatibu wapite kwa msaidizi wa overall wachukue kalamu waje wapewe mikono na pasta. Kila aliye kiongozi afike pale apewe kalamu. Ikiwa ni kiongozi wote katika shule ya Sabato, pita upate kalamu. Pita upe mkono.
Ni bahati ya pekee. Hii ni zawadi ya pekee. Amina. Hii ni zawadi ya pekee. Amina. Mungu awabariki sana, mmefanya kazi njema kwa mwaka mzima, hata kama ni kidogo, zawadi ni zawadi. Lakini hawa watoto ambao wamevuka, sisi kama wazazi tunapaswa kuwanunulia leso. Lakini roho hii, zawadi hizi ninamshukuru Mungu amenipatia ili niwapatie watoto zawadi. Amina. Watakuwa na moyo siku zote. Amina. Kingine upatie mama mchungaji na mchungaji zawadi yake. Amina. Tena wewe unaweza ukapatia bilibili, maana una kazi kubwa sana. Lakini kitu kingine cha pekee nimemwambia Mungu, kwa sababu wazazi hawataki kuwanunulia watoto wetu leso. Nimemwambia Mungu, nitalia kwa machozi kwa ajili ya watoto wangu. Sisi tumelelewa vizuri na ndio maana tuko tumesimama hapa. Nimemwambia Mungu, nitachukua jukumu la kuwanunulia watoto leso. Amina. Naamini Mungu atawabariki kimwili na kiroho. Amina. Na naamini leso zitasoma. Wazazi, naomba vyeti hivi vitunzwe. Nilipomuuliza Mungu niandike kitu gani, akaniambia mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa. Amina. Ninaomba wazazi tuzeni hivi vyeti, kumbukumbu za watoto wetu katika maisha. Wao watawaelezea watoto wao, watoto wataelezea watoto wao, wakisoma hivi vyeti ambavyo tumetunza. Lakini leo nitamkabidhi mzee wa kanisa, amkabidhi mchungaji fedha hii ndogo iliyoko ambayo inaanzia. Mungu asaidie nitimize, niweze kununulia hawa watoto leso. Amina. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Wapendwa, Bwana asifiwe. Amina. Ninaomba wakuu wote na mlipo, kesho saa 9 kuna kikao cha shule ya Sabato kuanzia watu wazima mpaka mabubu. Njoo uone utapata walimu gani wa kuweza kuwafundisha watoto. Usije ukakosa, maana ukikosa utashindwa kuendesha kazi ya mwaka 2026. Saa 9 usipofika tutakupigia simu, kwa sababu umekubali kupokea kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaelekea miisho, hivyo nimshukuru dada Nakundwa kwa kile ambacho amekifanya. Amina. Amefanya kitu cha kukumbukwa sana. Ameweka alama katika familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vyeti ambavyo tumepewa amegharamikia yeye. Lakini akaona ni vyema katika mwaka 2026
tuwe na alama ya lesoni ambazo tunazisoma sisi na watoto wetu. Amina. Hivyo Bwana endelee kumbariki na mtumie vyema katika kazi yake. Mpe mchungaji aongee maneno machache au atakavyowiwa. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Shughuli ni watu. Kwa nichukua fursa hii kwa namna pekee kuwashukuru sana ninyi ambao mmekubali kati ya wengi waliopaswa kuwepo mkaamua kuwepo. Amina. Kwa ajili ya shughuli ya watoto. Mungu awabariki sana. Nashukuru viongozi wa shule ya Sabato. Hili ni mojawapo ya takwa ama hitaji la shule ya Sabato kufanyika kila mwaka au mara kadhaa pale inapoonekana uhitaji wa kufanya hivyo. Hata hivyo, sio wote wanaotimiza hili. Kwa nishukuru viongozi wa shule ya Sabato Bethlehem kuliona hili na kuona kwamba ni jambo la muhimu na kuamua kufanya hivyo. Mungu awabariki sana. Kipekee nimshukuru Makumba. Si wote wenye moyo huo kugharamia hivyo vyeti. Kuna kazi fulani ambazo nilikuwa ninazitengeneza kwa ninajua inahitaji kujulikana kwa sababu inahitaji hela, na hiyo material hapo ni ya bei ya juu, lakini kana kwamba haitoshi. Anaguswa na anajitoa kuwanunulia lesoni watoto. Moyo wa pekee. Kuna wazazi wengine ambao si mpango wao kuwanunulia watoto wao lesoni, si mpango wao, na walezi ambao si mpango wao. Yaani si kwamba hawana kabisa, ila si mpango wao. Ila ninawakumbusha kwamba asubuhi tuliongea tukaona kwenye neno la Mungu kwamba saa itafika ambapo Mungu ataweza niko wapi ile kundi zile ambayo tumepatia. Na kwa njia ya malezi thabiti kwa kuelekeza katika msalaba wa Kalvari, kwa kuelekeza kwa muumbaji wao ambao ni Kristo, ndipo tu wanaweza wakapata hekima na wakakuwa katika hali ambayo itakuwa ni ya kumjua Mungu na wafai kwa milele. Lakini misingi lazima iwekwe hapa katika utoto. Ninawatia moyo na tulichukulia uzito. Nikwambie dada Nakundwa, mtumishi wa Mungu, hiki ulichokifanya watu kadhaa wamesema amina. Amina maana yake na iwe hivyo hadi ubarikiwe. Ninaamini utabarikiwa. Amina. Na hautapungukiwa. Amina. Kama mchungaji pia anapotamkia baraka. Amina. Kwamba Mungu aendelee kufanya mfereji ambao utakuwa ukibariki watu wengi kupitia kwao. Hii neno ninalosema liko katika kitabu cha Mlima wa Baraka, Thoughts from the Mount of Blessing. Mfereji haukusanyi maji, unapitisha maji kwenda kwenye mashamba, unanywesha mimea, unanywesha viumbe hai vya namna mbalimbali. Ila pale mahali ambapo maji yanatiririka, yanapita kila wakati kwenye mfereji, hapa kauki. Na kuna baadhi ya mimea ambayo inaota pale wakati wote inanawiri na kustawi. Mifereji mikubwa kama mito haitunzi maji, lakini inapitisha, inatiririsha kwenda kwenye maziwa na mabwawa. Ila huo mkondo ambao mto unapitia
hata kama ni wakati wa kiangazi, ni wakati wa ukame, utaujua tu kwa sababu miti yake ya mahali hapo inaendelea kustawi na majani yake hayanyauki. Ninakuombea dada kubwa kwa mfereji. Amina. Amina. Mungu akubariki. Amina. Natamani wengi watamani hivyo kwa sababu linaoja. Ila ukiishia tu kutamani, wapale wanasema ukiche nami, halafu uthubutu, hujaribu, tukakiche. Lakini utakapothubutu ukijaribu, Bwana ataonekana kwako na ataendelea kufanya kuwa mfereji usiokauka. Mungu na awabariki sana nyote. Amen. Tutamani mema na tuthubutu kufanya yaliyo mema. Asante sana. Na mchungaji tunamwomba mbele. Na mchungaji. Na yetu na ndalaiti tunamwomba mbele. Nakuja kwa ajili ya kumkabidhi familia hii kwa kazi ambayo ifanya. Familia hii inaenda kutoa keki. Hiyo ni zawadi kutoka kwa shule ya Sabato kwa kanisa la Bethlehem. Natambua huduma yenu na Bwana aendelee kuwatendea mema katika familia yenu kutoka kwa mwingi hapo. Hizi mbili zilizobakia ni kwa ajili ya washiriki pamoja na watoto wetu. Yesu asifiwe. Amina. Na mchungaji atatusaidia kusoma kidogo kilichoandikwa au mchungaji. Hii keki ina ujumbe muhimu. Imeandikwa mfalme anakuja. Amina. 2025. Amina. Tuwe tayari kupokea mfalme. Amina. Naomba nisome kidogo tena. Yaani kanisa na kwa niaba ya shule ya Sabato sikia kuwiwa sana katika mioyo yetu, na tunaona kwamba tunalo deni kubwa sana, kwa sababu ukweli hiki nilichokitenda hakitostahili. Tuna muda ambao si zaidi ya mwezi, na tena nimekuja wakati ambao ni mwisho wa mwaka, na ilikuwa ni nafasi yangu ya kuchukua likizo, na hata hivyo niko likizo, ila basi ninaendelea kutumika kidogo kidogo, lakini sio kwa ule ukamilifu wote, kwa sababu ya hicho kipindi kifupi ambacho nilikuwa sina namna. Nasema nikichukue kwa ajili ya likizo, kwa sababu mwaka unaisha na nina muda mrefu sijawahi kuchukua likizo. Kwa hiyo ni kama mmetukopesha na tuna deni kubwa sana kwenu, kwa sababu tulikuwa bado hatustahili sisi hii heshima. Basi kwa kuwa mmeona mema na Mungu akaruhusu itendeke, tunasema tu, ninarudia ile maneno niliyowahi kusema kwamba mtuombee ili tukatimize wito wetu na wajibu wetu kwenu kwa uaminifu. Amina. Nasi tunaahidi ya kwamba kwa kadri inavyowezekana tutajitahidi na Mungu atusaidie kulipa hili deni, na tunalipa kwa kuwatumikia. Amina.
Tutatoka kwa dakika chache wakati tuna waandaa wahudumu watakao funga Sabato.